Kuna mgeni huko. Matilda. I'm sorry. I need to Violet. Ni mke wa manyanya. Unajua nini? Naelewa sana uko nje. Wanawake ni wengi kuliko wanaume. Naelewa. Na najua ni ngumu kupata mwanaume smart na mwenye akili timamu kama manyanya. Naelewa. Sio rahisi. Nikwambie kitu Mati. Unajua kufungua moyo wangu. Yes. Unajua. Unajua kutesa hisia zangu wewe dada. Kitu ambacho siwezi kupinga. Ulinifanya niishi maisha ya uchungu kupita maelezo. Naelewa. Najua. Nikwambie kitu. Hii ndoa ingia. Sio ndoa rahisi. Sio ndoa ya mchezo. Sio ndoa ambayo watu walikutana tu huko mtaani, wakakusanyana, wakaunganisha, wakaanzisha familia. Hapana. Mimi na manyanya tumetoka mbali. Nikiongelea mbali, nimetoka sehemu, nimemtoa mahali ambapo sijui hata kama ungeweza kumtazama. Sijui. Halafu usichokijua, mimi na mume wangu tunapendana mno. Sijui nini kimemkumba, sijui. Ila katika kitu ambacho naweza nikasimama mbele za watu nikasema, Mungu, mimi sio malaya. Mimi sio malaya. Namjua vizuri. Sio malaya. Sijui ilikuwaje, sijui alikuwa na nini, sitamani hata kujua. Ila nachojua, manyanya sio malaya. Sio. Hajawahi kuwa malaya mume wangu. Ngoja nikukumbushe kitu Mati. Wewe ni mwanamke. Sawa. Wewe ni mtoto wa kike. Unaona moto ambao unausikia hapa. Ipo siku usiombe kule. Usiombe. Kwa sababu maumivu yake sijui hata nifananisha na nini. Sijui. Niko kwenye ndoa ungenielewa. Naomba nikwambie kitu. Mati. Sijui nianze wapi. Sijui. Lakini naomba niachie mume wangu. Inatosha. Naomba niachie mume wangu. Kitu ambacho hujui, mimi sina sababu yoyote kupata furaha. Sina. Yaani sina sababu naweza sina mtu hata wa kumwambia ninavyojisikia kanielewa. Sina. Zaidi ya manyanya. Ndo. Hata sehemu kubwa kwenye maisha yangu. Nakuomba. Eti naomba. Niachie mume wangu, niachie ndoa yangu. Kama huwezi kufanya tu, fanya basi hata kibinadamu tu. Naomba. Tunaenda kuonyesha. Hii nakupa kama nzuri. Sasa tena tunafika kule, tunaanza kutanganyana, tunaanza kutanganyana kama watoto mapacha. Mimi nakuomba wewe kaa kwa akili zako na mimi nikae kwa akili zangu. Tufanye shughuli kiusalama kabisa na tulipo usalama. Yaani
wewe. Kwanza hata ninavyotembea na wewe ninaona aibu. Maana natamani hata kila mtu angepita njia yake. Maana naona najizalilisha. Eti unaona aibu? Wakati wewe ndio unafurahia kutembea na mimi. Hivi unafutuliza kwa maarufu uliokuwa na mimi. Nani hataki kutembea? Alafu kwanza wewe hapo ndio umejiachia mwenyewe, unaona umefika hapo kwenye dunia yako. Umaarufu gani? Umaarufu gani uliokuwa nao wewe? Umaarufu huo kujizalilisha mtu mzima, kila unapopita mtaani unanyoshewa vidole kwa sababu ya mambo yako ya aibu. Tena nisikilize vizuri. Hata ikifika muda wako, wewe rudi tu na mambo yako. Mimi sisi. Sawa, niache. Mpaka ukifika muda wangu kurudi, basi nitarudi kwa muda ambao unaotaka. Kwenda zako bwana wewe. Na narudi nyumbani mwenyewe. Yaani ikifika ninafunga zangu geti, sitaki kusumbuliwa. Tumeelewana baba eh? Unaangalia nini? Tunakwenda kuitazama Dunia, na hii ikiwa ni episodi ya 81 kupitia Movie in Swahili. Ninachokuomba ndugu mtazamaji wa channel yangu ni wewe tu kusubscribe channel yangu ili huwa unapata update za movie ambazo zinatoka kupitia platform ya YouTube. Na leo tunakwenda kutazama highlight ya episodi ya 81 kupitia Movie in Swahili. Nacho kutakia ni utazamaji mwema tu kupitia channel yangu. Asante na kwaheri. Tunaendelea na sizoni yetu ya Dunia, na hii ikiwa episodi 81. Mambo yamekuwa moto. Vaile leo amejilipua mpaka kwa Mati. Vai meneno aliyoongea pale yametia watu uchungu, yaani amewatoa watu machozi. Vai amemuomba Mati amwachie mume wake Manyanya kwa Vai, na Manyanya walipotoka ni mbali. Laiti Mati angemuona Manyanya before, na fikiri asingeweza kumtamani. Inatia uchungu sana. Tukiachana na Mati na Vai, tunarudi kwa wapendanao Cindy na Amani. Hawa wamekuwa kama watoto sasa, wanagomba asubuhi wanapatana jioni. Episodi iliyopita tuliona Cindy kamchoma Amani na chai. Amani alichokitoa humo ni kumfukuza Cindy. Lakini upande wa Cindy alimkazia akuondoka, kilichobaki umo ndani ni kununiana tu. Basi leo Amani uzalendo umemshinda, akaamua kuomba msamaha. Hii inachekesha. Mwisho wa episodi hii tumeona Vai karudi nyumbani na kumkuta Manyanya bado yupo sebuleni, lakini cha ajabu ni kwamba Vai karudi na furaha. Hii hali ikamshangaza sana Manyanya na kubaki sintofahamu. Je, Vai ni kweli ameamua kumsamehe mume wake Manyanya? Wote atujui. Basi fanya kufuatilia episodi inayofuata kupitia chaneli yangu. Asante na kwaheri.